Sasa nataka tuendelee. Ile damu ya Yesu ambayo ilimwangika wakati ule alivalishwa taji ya miiba. Maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana 19 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema ya kwamba askari walisokota taji ya miiba na wakaisindilia kichwani mwake. Ujue hii ni miiba, na walipoisindilia katika kichwa chake, ni bila shaka kuna damu ilitoka katika kichwa chake. Kwa hivyo ile damu ambayo ilitoka katika kichwa chake ilikuja kuleta ukombozi katika akili zetu, katika masikio yetu, katika chochote ambacho kuko katika kichwa chetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye macho yako. Kwa hivyo haufai kuwa umefungwa akili yako, umefungwa macho yako, umefungwa mdomo, umefungwa masikio, umefungwa akili, umefungwa nia ama chochote kile kwenye akili yako kama mwanaume ama kama mwanamke, wakati ule damu ya Yesu Kristo iliyomwangika wakati ule Yesu alipalishwa taji ya miiba ilikomboa kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwangika wakati ule ambapo alisindiliwa taji ya miiba katika kichwa chake ilileta ukombozi kutokana na laana ambayo ilikuwa imetangazwa katika bustani ya Edeni. Nataka tusome maandiko kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 kuanzia mstari wa 17 mpaka 18. Maandiko yanasema hivi: akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda ya ardhi, umelaaniwa, kwa uchungu utakula mazao yake. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula boga za kondeni. Nielewa. Lakini ile laana ilitamkiwa Adamu na Hawa, akaambiwa ya kwamba miti ya miiba na michongoma itakuzalia. Ujue kwamba hii miiba ama hii miti ya miiba ndio Yesu ama ilitumika kuwekwa kwenye kichwa cha Yesu. Kwa hivyo wakati ule damu inapomwangika ya Yesu Kristo, baada ya kuwa amesindiliwa ile taji ya miiba, ilikuwa inavunja ile laana ya michongoma na miiba, ile laana ya maisha mangumu ambao Adamu na Hawa alitamkiwa kwenye bustani ya Edeni ya kwamba atakula kwa shida, atatafuta chakula kwa shida. Ilivunja hiyo laana. Kwa hivyo mtu leo hii afai kuwa ako chini ya laana ya kupata vitu kwa shida ama kuteseka ndio apate chochote ama kusweti ndio upate chochote. Maana ile damu ambayo ilimwangika baada ya kuwa Yesu amesindiliwa ile taji ya miiba ilivunja hiyo laana ya bustani ya Edeni ya kupata chakula kwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia ile laana ile damu ambao ilimwangika baada ya kuwa Yesu amepigwa misumari kwenye mkono wake ilikuwa inafungua kazi ya mikono yetu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:12 maandiko yanasema ya kwamba Mungu ataibariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo hiyo damu baada ya kuwa imemwagika, hakuna mtu ambaye anafaa kuwa mikono yake iwezi kampea chakula, mikono yake haifai kuwa eti kwamba haiwezi kakupea matokeo yoyote ama chochote ambacho unakihitaji. Maana tayari hiyo damu ilimwagika baada ya kuwa Yesu amengongelewa misumari katika mikono yake. Ile damu iliyotoka pale, hiyo damu ilikomboa kazi ya mikono yako. Kwa hivyo mikono yako imebarikiwa na unaweza ukabarikiwa, unaweza ukapata chochote ambacho Mungu alikuwekea ukipate hapa duniani kupitia kwa kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna damu ambayo ilimwangika baada ya kuwa Yesu amegongelewa misumari katika miguu yake. Ile damu ambayo ilimwangika baada ya kuwa Yesu amegongelewa misumari katika miguu yake ilitupa uhalali number 1 wa kumiliki vitu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 3, Yoshua anaambiwa na Mungu ya kwamba mahali popote ambapo mtakanyanga kwa nyayo zenu mtakuwa mmemiliki.
Kwa hivyo ile damu ilimwangika baada ya kuwa Yesu amepigiwa misumari katika miguu yake. Ile damu ilikuwa inaleta ukombozi katika miguu yetu ili tukuwe na uhalali wa kumiliki. That is number one. Na number two, tukuwe na uwezo wa kueneza injili ya Yesu Kristo. Miguu inatumika katika kueneza injili. Ndio maana kwenye kitabu cha Warumi 10:13 maandiko yanasema ni nzuri kama nini miguu yao waenezayo habari ya Yesu Kristo. Nielewa. Lakini kwa hivyo ilitupea uhalali wa kueneza injili ya Yesu Kristo, na tukienda popote tukumbalike, mahali popote tukienda tumiliki, mahali popote tukienda tupate kufundisha neno la Mungu, na tukuwe na wepesi wa kwenda kulihubiri injili ya Yesu Kristo. Lakini pia ile damu ilimwangika baada ya kuwa Yesu amegongelewa msumali katika mguu wake. Hiyo damu ilitupea uhalali wa kutoa adhabu. Kwenye kile kitabu cha Marko 6:11 maandiko yanasema ya kwamba mahali popote ambapo mtaenda kuhubiri injili, lakini msikumbaliwe, mkataliwe, mfukuzwe kwa vibaya, mnafaa mgugute mavumbi ya ardhi yaliyo katika miguu yenu, na huo mji utakuwa umelaaniwa. Kwa hivyo ile damu ambayo ilimwangika baada ya kuwa Yesu amepigiwa msumari katika miguu yake ilitupea uhalali wa kuadhibu miji, wa kuadhibu watu, wa kutoa adhabu. Maana kuna mahali ambako unaweza kwenda ukapata kwamba mganga ama mchawi amemiliki eneo lile. Watu wakikanyanga kule huwa miguu yao inavimba, miguu yao inakuwa na shida. Kwa hivyo ukienda pale kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu kuna nguvu ya kuadhibu, ukienda kule, kile ambacho kinatokea ni kwamba miguu yako kupitia kwa ile damu, ukitamkia nguvu na ule uwezo wa ile damu, miguu yako inakuanga na uwezo wa kuadhibu wale watu walio kule na wale watu ambao watakataa injili ambao umeipeleka kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Yesu alipokufa, maandiko yanasema ya kwamba alichoma mkuki kwenye ubafu wake, na alipochoma mkuki kwenye ubafu wake kuna vitu zilitokea. Kuna damu ilitoka pale, lakini pia kuna maji yalitokea pale. Sasa nisikilize kwa makini. Ile damu na yale maji yalikuwa na maana kubwa sana. Ujue kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 21 maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Wakati ule Mungu alipotaka kumfanyia Adamu msaidizi wa kufanana na yeye, alimlaza usingizi. Ni kama vile tu Yesu alilala. Yesu alikuwa amekufa na akachoma mkuki katika ubavu wake. Kwa hivyo ina maana kwamba ile damu ilitoka pale na ile maji yalitoka pale, yalitusaidia sisi katika kukomboa ndoa zetu, lakini pia katika kukomboa kanisa. Nielewa. Lakini maana wakati ule Mungu alipotaka kumtoa mwanamke kwa Adamu, alimlaza usingizi, akamtoa mwanamke kwenye ubavu wake na akaweka nyama mahali pake. Nielewa. Lakini sasa wakati ule Mungu anapotaka atoe kanisa ama azalishe kanisa, anapotaka atoe damu ya kuendeleza kanisa, kile ambacho alichokifanya Yesu alipokufa, alidungwa mkuki kwenye ubavu wake, ikatoka damu na ikatoka maji. Ile damu ilikuwa ni kwa ajili ya kuendeleza kanisa, maana mwanamke hapa anawakilisha kanisa. Lakini pia tukija physically, mwanamke ni mtu ambaye ni msaidizi wa mwanaume kwenye ndoa. Kwa hivyo ile damu ilisaidia ndoa, lakini pia ikasaidia kanisa. Lakini pia yale maji, ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari wa 38 maandiko yanasema kwamba aniaminie mimi, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hivyo yale maji yalikuwa yanasaidia ili kuleta uzima kwa kanisa na kwenye ndoa yako ambao inakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yale maji na ile damu ilikuwa na maana kubwa sana. Kama kuna ndoa yako iko karibu katika kufa,
inaweza kuja kuletea uzima na yale maji na ile damu, lakini pia kanisa ilipata damu na maji ili iwe na uzima.